Ndio pale pale tuliposema kwamba Tanzania imejitanabaisha duniani. Tunaona nchi mbalimbali zikiendelea kuja kushuhudia na hii ni kutoshika mkono. Ndio. Tunaona Burundi nao ndio wanakanyaga katika uwanja wa nishani. Amina. Anet na mtazamaji, tujikumbushe baadhi ya mambo ambayo yalifanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi hicho ambacho alipokea taifa hili katika wakati mgumu. Moja ya miradi mikubwa ambayo alikuta ikiwa katika hatua za awali ilikuwa ni mradi wa bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere, ambapo wakati anachukua kijiti hiki lilikuwa umefikia katika 37% pekee, na yeye akaufikisha mpaka 99.55, na tayari mradi huu umeanza kufanya kazi na Watanzania wameanza kufaidi ama kuonja kula matunda ya mradi huu. Na Amina, mradi huu unazalisha megawati zaidi ya 2000. Ndio. Hii inatoa tafsiri kwamba maendeleo ya Tanzania yatakwenda kukimbia kwa kasi ambayo unaweza ukasema haielezeki. Manake kama kulikuwa na viwanda ambavyo vilikuwa vinasuasua ama kuna uwekezaji ambao ulikuwa ukiupimia, unaona kwa umeme wa Tanzania hatuwezi kwenda, lakini mara baada ya kukamilika kwa ule umeme sasa tutaanza kushuhudia maajabu makubwa. Na nishati muhimu, kwa maana moja ya ahadi zake ambazo walikuwa akizitoa ilikuwa ni kuanzisha kongani za viwanda katika kila wilaya. Kongani za viwanda nchi zinahitaji nishati ya umeme ya kutosha. Kwa hiyo mafanikio ya mradi huu utaenda kuchochea utekelezaji wa hizi kongani za viwanda. Lakini tukiachana na mradi huu wa bwawa la kufua umeme, kuna mradi wa reli ya kisasa standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Makutupora, ambapo kuna kilomita takriban 722. Kisha mapinduzi ya usafiri ya reli hii. Na Amina, anayewasili sasa ni Rais wa Somalia. Na unaweza ukaendelea sasa. Asante. Tulikuwa katika mradi huu wa SGR. Tumeona namna gani ambavyo wakati anaopokea ulikuwa na kiwango ambacho kimefikia. Tumekuwa tukisafiri Anet kutoka Dar es Salaam hadi. Mambo yamebadilika Amina. Yale mambo ya kukaa masaa 8-10 huko barabarani kwa sasa kwa kweli Amina, na sasa hivi tunasukuma vibegi. Tunatembea na vibegi. Rais wa Kenya anawasili katika viwanja hivi. Amina, ndo nilikuwa nakwambia kwamba sasa hizi mambo yamebadilika. Ukisafiri wafanyabiashara wanakuambia kwanza kuna nguo za SGR. Unaambiwa hii ni nguo ya SGR. Kuna begi la SGR. Umeona? Kwa hiyo mambo yamebadilika. Tulikuwa tunatumia masaa mengi, kwa mfano kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. Lakini hivi sasa unaweza kutoka Dodoma kwa masaa yako kadhaa, unashuka Dar es Salaam, unakula boti, unaenda Zanzibar, unafanya mambo yako, unarudi. Unachukua boti tena, unarudi na unarudi Dodoma. Kwa siku hiyo hiyo moja. Mambo yote hayo yanaweza kuwezekana. Na viongozi mbalimbali wanaendelea kuwasili katika viwanja hivi, na anayewasili kwa sasa ni naibu rais wa Kenya, ndiye anayewasili hapa. Anete, tulikuwa tukijaribu kuwapitisha watazamaji wetu katika baadhi ya miradi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameitekeleza katika awamu ya kwanza ya uongozi wake, na